leo na hata kesho tukirudi pia. Tuko timu Mzize na timu Oscar. Yes, ambayo timu Oscar ni ndugu yangu ambaye anacheza Misri sasa hivi, lakini naye ni mwana Iringa na nadhani Iringa pia anajulikana sana. Kwa hiyo itacheza timu Mzize na timu Oscar, ambao kila timu itakuwa na mastaa tofauti tofauti. Huku kwa Oscar kutakuwa na mastaa tofauti na kwangu pia kutakuwa na mastaa tofauti. Kwa hiyo mje Samola hiyo siku itapike, watu wa enjoy, waone mastaa, mja Faisal anapopiga pasi zake za mwisho zile. Na pia ni fursa kwa vijana wa Iringa kwa sababu tutachukua vijana ambao wanaweza kuonyesha vipaji vyao, na ikawa fursa kwa sababu tuko kwenye msimu wa usajili. Kwa hiyo inakuwa ni jambo zuri. Uwezi jua mchezaji unaweza ukapewa dakika hata 3, lakini kuna watu wanakuepo nje wanaangalia, wanaona huyu ni mtu ambaye ana potential na anaweza tukimchukua anaweza kafika sehemu fulani. Kwa hiyo tujitokeze vijana, na inaweza kuwa ni fursa kwetu kwenye football ili tutimize ndoto zetu. Labda wanajua wewe ni majeruhi, hebu mwambie sasa hali yako ikoje? Kama hivi unavyoniona mimi niko sawa na niko salama kabisa. Yes, niko poa. Mzize, labda unatoa rai gani kwa wachezaji wengine kuwa na uzalendo kama huu kuweza kurejesha kwao japo kwa kidogo kwa kile ambacho wanakipata? Namshukuru Mwenyezi Mungu, lakini nawasihi vijana wenzangu tuwe na moyo huu wa kujitolea kwa sababu ni kitu kizuri sana kurudisha kwa jamii. Hatuna kikubwa sana, lakini hicho tulichojaliwa kwa Mwenyezi Mungu basi tunakirudisha kwa jamii yetu, na ndio maana tumesema tuwashike mkono. Naamini Mwenyezi Mungu muda mwingine anatugaia riziki ili kuwashika mkono na wengine. Riziki sometimes zinapitia kwetu ili watu wengine waweze kufaidika. Kwa hiyo na wasihi vijana, hata kama sio mimi, kesho kuna mtu mwingine anahitaji kuanzisha kitu kama hiki, tunamkaribisha sana pia kwenye mkoa wetu wa Iringa ili aweze kufanya tamasha kama hili. Na Mzize, kwamba tumeona hapo wadhamini mbalimbali wengi, lakini kwamba labda timu yako ya Yanga kwa kiasi gani inakusupport katika hili kwa hiyo mambo mbaya? Kiukweli wamekuwa mstari wa mbele sana, na hata kipindi nataka kuanzisha hiki kitu niliwafuata waweze kusupport, na kiukweli mwitikio wao umekuwa mzuri, umekuwa mkubwa. Na kama kwenye tamasha letu mnavyoona, Alikamwe atakuwepo, Privadinho atakuwepo, Aliwatani atakuwepo, wao wote wametoka katika klabu ya Yanga. Kwa hiyo ni support kubwa sana ambao wamenipa, na nawashukuru sana sana sana. Kiukweli Mwenyezi Mungu awabariki na awape moyo huo huo kwangu hata kwa wengine ili waweze kufanyikisha majambo kama haya. Serikali Iringa imekuchangia kwa kiasi gani pengine na ushirikiano ambao unapata kutoka serikali mkoani hapa? Kiukweli nashindwa kuongea, lakini ni kitu kikubwa sana sana sana. Serikali imekuwa kipaumbele cha mbele, na hata leo hii mkuu wa mkoa wa Iringa amenunua tiketi 1000 kwa ajili ya wana Iringa waje Samola wa enjoy, na sana hususan serikali yetu na mkuu wa mkoa amenipokea toka mwanzo mpaka leo hapa tulipofika. Kiukweli namshukuru sana, na ndio maana nimesema Mwenyezi Mungu ampe moyo huo huo wa kutusaidia sisi vijana tunavoleta vitu kama hivi, na amekuwa mstari wa mbele na mpaka leo, na amehakikisha mpaka siku ya mwisho ile tamasha inaisha, basi yeye atakuwa mstari wa mbele na tamasha hili liweze kufikia pale tulipopataka, na wana Iringa wa enjoy na wajue kuwa mkoa wetu una vipaji ni vingi, una taasisi ni nyingi. Kwa kweli tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu. Labda mshike mkono, ina connection gani kuhakikisha kwamba mkoa wa Iringa unapata sasa unarudi katika ligi kuu, ukizingatia kwamba tulikuwa na ligi kuu sasa hivi hamna baada ya Lipuli kufa? Kiukweli nilishaongea hilo, lakini mkoa wetu wa Iringa una vipaji vingi sana. Tunatamani kuona ligi kuu. Hata kuna kipindi ilikuwa natamani kuna vile viwanja vilikuwa vinafungiwa, hata timu ile waone michezo ina thamani gani na michezo inaburudisha kiasi gani. Kwa hiyo natamani serikali yetu ikae na chama cha mpira mkoa wa Iringa waweze kuona ni jinsi gani waweza kufanya ili timu zetu za mkoa wa Iringa ziweze kufika ligi kuu na watu waweze kupata burudani. Na naamini mpira umekuwa kuna wengine sio walevi, sio wa starehe mbalimbali, lakini mtu mwingine stari yake ni mpira. Kwa hiyo kukiwa na ligi kuu katika mkoa wetu, basi wengine naamini vile vyao vitakuwa katika kwenda kuangalia mpira. Kwa hiyo tunawasihi mkoa wetu wa Iringa waweze kulisikiliza hili na waone ni jinsi gani wanaweza kulifanya ili mkoa wetu uweze kuwa na timu ya ligi kuu. Swali la mwisho kabisa, nani anatarajiwa kuongea? Tunashukuru Mwenyezi Mungu, mgeni rasmi siku hiyo atakuwa ni mkuu wa mkoa wa Iringa. Tushampa taarifa na ameitikia na amesema siku hiyo atakuwepo na timu yake yote.
Kwa hiyo tunawasihi wana Iringa siku hiyo tarehe 12 waweze kujaa uwanja wa Samora, kwa sababu viongozi wote watakuwa pale, tufurahi, mastaa watakuwa pale, na tutatoa fursa kwa wakati fulani, kwa sababu naamini kila mtu anampenda mchezaji wake fulani. Kwa hiyo tutatoa pale programu ya kupiga nao picha itakuwepo. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi, tuje tufurahi na watu wajue kuwa mkoa wa Iringa kwenye masuala ya michezo basi wako kipaumbele kiasi gani. Labda timu mzizi itakuwa ni kikosi chako, timu mzizi kabla Australia pale kikosi chako. Kikosi changu mimi kama nilivyowaambia kina mastaa tofauti. Kikosi changu atakuwepo Faisal Salum, nitakuwepo mimi mwenyewe pale captain kabisa, nitavaa badge yangu ile captain, yes. Atakuwepo Bakari Nondo Mwamnyeto, atakuwepo Dennis Nkane, atakuwepo Max Nzengeli, atakuwepo Kibwana Shomali, atakuwepo Msheli, atakuwepo Masalanga. Kiukweli wachezaji ni wengi, nikiwataja hapa naweza nisimalize, lakini watu wakifika siku hiyo Samora basi naamini wataenjoy na kuwaona watu wao mbalimbali. Kikosi chako kitoka na watu wa nyingi mkoa ile? Wapo. Yes, wapo kina Kibuga, wapo wale ambao nilicheza nao kipindi hicho ambao kabla sijaenda kwenye ligi kuu, na wao watakuwepo, kwa sababu naamini inawezekana ni fursa kwao pia kuonyesha walichonacho na tukasupport mkoa wetu wa Iringa. Sio awepo Mzize tu na Oscar, wawepo mastaa tofauti tofauti, kwa sababu tukiandaa kitu kama hiki, kama tupo wengi, basi naamini kitakuwa kikubwa, kitakuwa na ukubwa ambao kwa mkoa wetu wa Iringa kitakuwa ni kitu bora sana. Majina naitwa Oscar Evaristo, ni mchezaji wa klabu ya Pofwad nchini Misri. Na nipo hapa kwa ajili ya ili jambo letu ambalo tunalifanya mimi na Mzize, kuwashika mkono wale wote wenye mahitaji kwa kile tulichonacho. Tunahitaji kuwagusa na sisi kwa hicho kidogo tulichonacho. Mmejiandaa vipi kikosi chako kwa na kikosi Mzize na festival yako itakuwa? Nimeandaa na wachezaji wengi wazuri, lakini mimi kwa upande wangu nataka hicho kitu iwe surprise, watu waje washuhudie wenyewe kwa macho, lakini na mastaa wengi na wachezaji wengi wenye uwezo mkubwa, na tumejiandaa vizuri kuelekea huu mchezo ili tuweze kufanya vizuri. Lakini ukiachana huu mchezo, lengo kubwa ni kuwashika mkono wenye uhitaji. Kwa hiyo tungetamani watu wengi wajitokeze, kwa sababu tiketi kama mnavyoona ni shilingi 3000, lakini tiketi ni haiuzwi. Hii ni moja ya mchango kwa ajili ya kukamilisha jambo letu ili tupate kuwashika mkono wale wenye mahitaji. Kutoka Iringa unacheza Misri. Unazungumziaje kwa uwezo wa wachezaji wanaotoka Iringa, lakini nini hasa changamoto mkoa wa Iringa mpaka sasa hivi hatuna timu ya Iringa? Changamoto zilizopo hapa kiukweli, kuna Iringa kuna vipaji vingi sana. Kuna wachezaji wana vipaji vikubwa, wana uwezo mkubwa, ila changamoto ni opportunity ya kuweza kuonyesha kile walichonacho. Kwa ndio maana kupitia hii washike mkono pamoja, na kwa tunahitaji kuwashika mkono wenye mahitaji, lakini kuna wale wachezaji ambao tumecheza nao huenda kwa namna moja au nyingine wamekosa opportunity ya kuonyesha kile walichonacho. Kwa tunahitaji kupitia hili, mfano timu yangu nitachanganya baadhi ya wachezaji wa hapa ambao naamini wana vipaji na wana uwezo wa kuonyesha. Kwa kupitia hili nadhani itakuwa ni sehemu moja hapo ya wao kuonyesha uwezo wao na kupata timu za kucheza katika professional level. Timu yangu iko daraja la kwanza na ipo nafasi nzuri nchini Misri, second division. Kule wenzetu first division ni ligi kuu, second division ni daraja la kwanza. Yaani tofauti na huku kwetu tunavyosema Premier League, ndo kule kuna tofauti hivyo. First division ndo ligi kuu na second division ndo daraja la kwanza. Oscar, tumeona Mzize kaanzisha foundation kwa ya washike mkono. Labda una mpango gani kuweza kufanya kitu kingine kwa ajili ya maendeleo ya mkoa wa Iringa na Tanzania? Kiukweli ni jambo zuri, na kuanzisha hili ni mmoja wapo wa kushauri kwamba tufanye kitu, lakini kwa sababu mwenzangu tayari hapa ana jina kubwa kuliko mimi, unaona, kwa hiyo tumeamua kutumia Mzize Foundation, lakini na mimi nikiwa ni miongoni wa ili kuweza kulitimiza hili. Kwa hiyo na mimi natamani ili tuendelee kulifanya moja kwa moja, na huenda siku za mbeleni ikawa Mzize labda na Oscar hivyo, kwamba foundation ya watu wote pamoja. Kwa upande wako kuna wachezaji wote kutoka Misri watakuja kusupport? Kama nilivyosema mwanzo, nataka nifanye surprise, lakini kuna wachezaji wengi watakuwepo. Usishangae hapa ukamwona Imamu Ashur, usishangae ukamwona Elshanawi. Kwa hiyo nataka nifanye surprise, na naamini watu watajitokeza waje washuhudie wenyewe, na kila mmoja siku hiyo atafurahi, na naamini kuna wachezaji wengi hamjai kuona na mtaona kupitia kikosi changu.